Baadhi ya viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Arusha waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo kosa la uhaini wameachiwa huru Disemba 3 mwaka 2025 baada ya kufikishwa katika kituo jumuishi cha utoaji haki jijini Arusha. Akizungumza mara baada ya kuachiwa, katibu wa baraza la wazee wa Chadema Bazecha jimbo la Arusha mjini, huyu anaitwa William Mollel, amewashukuru Watanzania wote waliokuwa wakiwajulia hali kipindi chote walichokuwa wakishikiliwa na vyombo vya dola. Aidha, amesisitiza kuwa yeye pamoja na wenzake hawatorudi nyuma katika kupambania haki za wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Bazecha jimbo la Arusha mjini, Emmanuel Zakaria maarufu kama Baba Boni, amesema wamepokea kwa furaha kubwa taarifa ya kuachiwa huru kwa wanachama hao. Hata hivyo, ameeleza kusikitishwa na vitendo vya kukamatwa kwa viongozi wa chama hicho mara kwa mara, akibainisha kuwa Chadema imekuwa ikishirikiana na watu wa makundi mbalimbali bila kujali vyama au itikadi zao katika kuhakikisha waliokamatwa wanaachiwa huru. Viongozi waliokuwa wanashikiliwa kwa tuhuma za uhaini jijini Arusha ni katibu wa wilaya ya Arusha Francis Chuma pamoja na William Mollel, katibu wa Bazecha jimbo la Arusha mjini. Maoni yako ni yapi? Wasikilize viongozi hawa wakizungumza. Kwa majina naitwa William Losingo Mollel. Namshukuru Mungu sana kwa kuweza kutusaidia kutoka katika magereza, kwa sababu kwa kweli magereza ni kama kuwa katika mdomo wa mamba. Na tunashukuru na washukuru wa Tanzania wote ambao wametuombea. Naamini kwa maombi yao Mungu amesikia na hatimaye Mungu amekuwa mwaminifu na kuweza kututoa nje. Naweza kuwaambia Watanzania tuendelee kuomba Mungu. Tumuombe Mungu sana kwa kuliombea taifa letu. Kwa sababu gani? Tunahitaji mifumo ibadilike. Mifumo ya taifa letu ndio ile tutasababisha tukawekwa ndani, kwa sababu hatakuwa na makosa yoyote. Na tunahitaji katiba mpya kwa sasa, na naamini muda sio mrefu, muda sio mwingi sana, muda sio mrefu Mungu atakwenda kutupatia katiba mpya bora isiyotokana na chama kimoja cha siasa. Tunahitaji katiba ambayo ni katiba ya Watanzania, si katiba ya chama kimoja cha siasa. Mimi walinikamatia Kimandolu. Nilipigiwa simu kwa kutumia simu ya mwanachama mwenzangu ambaye tulishamdhamini bwana mmoja anaitwa Mzambia, akawa ameshika